Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 21 hadi ile ya 29. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunazidi kujengwa kiundani sana na mafundisho ya Yesu Kristo juu ya huduma ambazo tutazifanya hapa duniani zitaleta matokeo ya namna gani. Kwamba tu duniani, ya kwanza kumjua Mwenyezi Mungu, ya pili kumpenda, ya tatu kumtumikia. Na katika kipengele cha kuweza kumtumikia alishasema hatuweze kumtumikia Mungu na mali, yaani tumfuate. Na katika kuweza kumtumikia hapa unaweza kumtumikia Mungu kama nabii, kama kuhani, kama mfalme. Na ndio maana ametoa tahadhari kubwa juu ya manabii wa uongo katika kipengele cha kuweza kumtumikia. Baada ya safari yote kuweza kumtumikia, lazima tufike mbinguni. Sasa juu ya ufalme wa mbinguni, baada ya utumishi wote huu, maisha yatakuwaje? Anaanza na neno hili kwamba si kila mtu ambaye anatangaza, anayesema Bwana, Bwana atakayeweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Katika dini ya Kiyahudi walifundishwa, na ndivyo ilivyo, unapomwita Bwana lazima uite mara mbili. Na yeye Bwana anapomwita mtu lazima amwite mara mbili. Unapomwita lazima Bwana, Bwana. Na Bwana anapokuita anakuita Sauli, Sauli, Simoni, Simoni, Musa, Musa. Alikuwa anaita mara mbili. Kwa hiyo ukiwa unaita Bwana, Bwana, ukiita mara mbili, manake umetamka uwepo wa Bwana. Lakini si kila mtu ambaye ameliita jina la Bwana mara mbili na uwepo wa Bwana ukashuka ni mtu wa Mwenyezi Mungu. Ndio hilo anayolizungumza. Anasema hivi kwamba yule tu anayefanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, huyo ndiye atakayeweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni rahisi kuweza kukiri kwamba mimi ni Mkristo, lakini nikashindwa kuweza kuishi Ukristo wangu. Ni rahisi kuweza kuniona kwamba ninafanya miujiza, lakini kumbe ile miujiza mimi si wa Kristo. Nyakati ambazo Yesu alizungumza maneno hayo, kilikuwa ni kipindi ambacho manabii wa uongo walikuwa wamejaa, na walikuwa wanafanya miujiza ya ajabu ya kuweza kuvutia watu. Ni kipindi ambacho miujiza ilikuwa ni matukio ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kilikuwa ni kipindi ambacho magonjwa yalikuwa yametapakaa kwa watu.
na baadaye wale wote ambao walikuwa na magonjwa ikaonekana kwamba wana mapepo. Hivyo basi wakaibuka baadhi ya watu ambao walikuwa ni mabingwa wa kuweza kutoa mapepo. Kwa hiyo ukifanikiwa kuweza kutoa mapepo na mtu akawa ni mzima, wewe ulikuwa unaonekana kwamba wewe ni mtu wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu anazungumza, si kila mtu ambaye mnamwona kwamba anafanya miujiza yenu wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu siku ya mwisho watakapofika pale watazungumza mambo haya kwamba Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, Bwana, tulifanya miujiza kwa jina lako. Atasema, siwafahamu, ondokeni kwangu ninyi ni watenda maovu. Nyakati hizo ambazo za mwisho, ambapo kila mtu atalipwa kulingana na kazi yake na matendo yake, kitakuwa ni kipindi kibaya sana. Hivyo basi Yesu Kristo anatoa onyo kwamba tuwe makini na watu ambao wanakuja wakiwa wanatumia jina lake. Watu hawa wengi si wazuri, kwa sababu kuna watu wanafanya miujiza ya uongo. Wasisahau kwamba siku ya hesabu itakuja. Nia ya kila mmoja itajulikana, itafunuliwa. Nilifanya huduma katika nia ya namna gani? Ulifanya huduma katika nia ya namna gani? Huyo mtu alifanya huduma katika nia ya namna gani? Yaani watu watakapofukuzwa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kuna ukweli mkubwa kwamba yaani katika huduma hii ambazo zipo, mara nyingi tunamkiri Mungu kwa midomo yetu na tunamkana katika maisha yetu. Nikisimama hapa ninamkiri Kristo, lakini upande wa pili ninamkana. Kama vile Petro alimkiri Yesu Kristo, lakini mbele ya yule kijakazi akaweza kumkana. Ni vigumu kuweza kukiri imani, nina maana kwamba si vigumu, ni jambo la rahisi sana kuweza kukiri imani, lakini ni vigumu kuweza kuishi imani ya Kikristo. Imani bila matendo imekufa, na upendo bila utii imekufa. Nyuma ya kifungu hiki ambacho Yesu anachozungumza kwamba wakati wowote lazima tuweze kuwa tunawakea kwamba siku ya hesabu yetu itakuja mbele za Bwana. Mtu katika nyakati hizi aweza kufanikiwa kuweza kuwadanganya watu na akajificha katika huduma ya Mwenyezi Mungu, akajificha katika utumishi wa Mwenyezi Mungu, lakini siku inakuja ambapo kujificha huku kutaonyeshwa wazi, ataonekana kila mmoja jinsi alivyo, na baadaye kujificha kutaondolewa. Tunaweza kuwadanganya wanadamu sana kwa maneno yetu kwamba sisi ni watu wa Mwenyezi Mungu, lakini hatuwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Na neno ambalo Yesu analolizungumza mwishoni hapa katika habari za kujenga, kwamba lazima tuhakikishe kwamba tunajenga nyumba zetu kwenye mwamba imara. Yesu anazungumza si kama mwalimu, anazungumza kama pia fundi, anazungumza kama ni mtaalamu katika swala zima la majengo. Eneo ambalo Yesu alikuwa anaishi, eneo hilo la Israeli, ni eneo ambalo nyakati za kiangazi utakuta kuna mchanga mwingi sana, kuna tambalale ambayo ina mchanga mwingi, na ukafurahia kwamba maeneo hapa ninaweza nikajenga. Lakini wakati wa masika inakuja mvua, inabeba ule mchanga wote na ile nyumba inabomoka. Kwa hiyo Yesu anatoa maonyo kwamba tuangalie tunajenga nyumba wapi. Ukijenga nyumba kwenye mwamba ambayo Yesu yeye ndio mwamba imara, ya kwanza lazima ufanye kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba unaofikia ule mwamba. Ukijenga nyumba kwenye mchanga, manake umeparua. Manake nini? Umekutana na watu ambao wamekudanganya kwamba ni watu wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maisha ni mepesi. Kwa Yesu maisha sio mepesi. Kwa Yesu sio tambalale. Kwa Yesu lazima ujikane. Kwa Yesu lazima ubebe msalaba wako. Lakini akija mtu anakuambia kwamba maisha ya Yesu ni tambalale, ni rahisi, utambue kwamba umejenga msingi wako katika mchanga. Mafuriko yakija, pepo zikija, changamoto zikija, anguko lako ni baya zaidi. Tuangalie tunawafuata watu wa namna gani katika nyakati kama hizi. Tukimfuata Kristo, mafuriko magumu, changamoto zikija, tutakuwa imara kwa sababu tuko kwa yeye, atatulinda, tuko kwenye mwamba imara. Akulinde Yesu Kristo. Usije ukakimbilia popote pale ukaenda kwa mtu ambaye yeye atakupatia majibu ambayo ni mepesi. Ogopa mtu anayekupatia majibu mepesi. Simama kwa mtu anayekupatia ukweli wa majibu magumu, kwa sababu mwisho wake utasimama na utakutana naye. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.